mkataba wake umemalizika, bado tujaona mazungumzo yoyote. Shaka wanaendelea kusubiri na kufanya mipango ambayo itakuwa ina favor kwenye pande zote mbili, kwa Bakari na kwa Yanga vile vile. Mimi nikitazama kwa Bakari Nondo, kama alivyosema, kwa uzoefu Yanga wanaweza kawa sahihi kubaki naye, lakini kama anahitaji mtu ambaye atakuwa na consistency ya kuendelea kucheza, watahitaji wapate beki mwingine mpya, kwa sababu nataja kwenye safu ya ulinzi ya Yanga beki ambaye anaaminiwa sana amebaki Ibrahim Baka. Bakari Nondo akicheza kuna muda unampa 50-50. Frank Asink naye ni 50-50 baada ya kuondoka kwa kupata majeraha kwa Dickson Job, naye pia anatajwa kurudi mwezi wa 11 mwezi wa 12. Kwa hiyo Yanga wana budi pia kuingia sokoni kumtafuta beki mwingine wakati, hata kama sio mmoja, hata wawili, kwa sababu huwezi kuwa na uhakika kwamba Bakari labda ataanza msimu atamaliza, Baka ataanza atamaliza, na wengine wakina Frank Asink. Pengine kubaki naye Bakari ni kwa ajili ya uzoefu na kumpa backup yule ambaye atakuja, pengine namna ambavyo anaweza akazoea. Ndio maana hata ile mara ya kwanza tunalizungumzia hili, nilizungumza kitu kama hicho kwamba kubaki na Mwamnyeto watakuwa na option mbili, sio kumtumia kwa muda mrefu kwa maana ya kumtumia kila game mara kwa mara, bali ni kumtumia kama daraja la wale ambao watasajiliwa, hususan wawe wakizawa, hususan yani kwa asilimia kubwa wale wakizawa, kwa sababu pale tulizungumza uhitaji wa Mohamed Musa, lakini pia tukawa tunamzungumzia Nasri Kombo ambaye taarifa zinaelezwa kwamba ameongeza kandarasi ndani ya TRA. Kwa ni ngumu pia kama itakuwa kweli Yanga kumpata tena. Lakini ishu ya kubaki na Mwamnyeto itakuwa ni ishu ambayo ni ya maamuzi magumu sana kwa viongozi, kwa sababu wataangalia nini ambacho tunakihitaji. Kama tunaamua kubaki naye, tunahitaji kumtumia au tunamhitaji ili awe kiongozi kwa wachezaji wetu. Kwa mfano kuna taarifa pia kumhusisha Shuaboy kwamba inawezekana wakambakiza, lakini ukiangalia yale maelezo ya wai tunambakiza sio ya kucheza wala sio ya matarajio kwamba atatuofa kucheza. Anaweza akacheza, lakini ni mtu ambaye hatopewa tena pressure, yani ni mtu ambaye atakuwepo pale kama kioo cha wenzie ambao wanacheza pale. Kwa hiyo Mwamnyeto kubaki pale Yanga ni yeye akiona inatosha kwa alichokipata na hizi fedhea ambazo zinaendelea kwa mashabiki pale anapokosea akaona inatosha, ngoja nikatulie nikapumzike au nikatafute sehemu ambayo haina tena pressure, ni yeye. Kwa sababu mimi naamini hata akiondoka hakuna chochote ambacho atakuwa anadaiwa. Ni miongoni mwa wachezaji wachache sana akiwa nahodha ambaye ametoa ubingwa ama mataji mengi sana, yani ni miongoni mwa wachezaji hao. Nafikiri kwa Tanzania unaweza ukafikiria sana, lakini Mwamnyeto ameandika historia. Mwamnyeto ameandika historia ya kipekee, lakini pia tazama back to back ya mwendelezo aliyokuwa nao tangu anasajiliwa kutokea Coastal mpaka Yanga, na angalia hizi fedhea zimekuja kuanza lini. Zimekuja kuanza baada ya umri kusogea na mabadiliko ya mifumo, mpira unavyobadilika kila kukicha, kuna baadhi ya vitu vinaenda vinapungua. Kwa maana tunaona fedhea zinaongezeka, makosa yanakuwa ni mengi zaidi. Hata Baka mwenyewe anayezungumziwa pia makosa anayo, lakini walau yeye kidogo bado yuko katikati. Maana yake na yeye anakoelekea itakuja kuwa kama huyu. Sidhani kama yani kwenye kucheza huwezi ukaliepuka hilo. Cristiano Ronaldo ni mchezaji ambaye mpaka sasa ana rekodi yake ya kipekee ya kufunga magoli. Lakini ukienda pale timu ya taifa watu watasema alikuwa mzigo kwenye timu ya taifa. Kwa sababu gani? Kwa sababu anatamani kufanya lakini sio wakati wake tena. Mambo yashakuwa mazito sana. Kwa hiyo siamini kama kuna mchezaji ambaye anakuwa na wish kufanya vibaya au kutukanwa au kuonekana analeta kadhia kwenye timu. Hapana. Ni the way ambavyo situation zinakuja.
na yeye hapendi kufanya hivyo, anatamani afanye vizuri kama alivyowahi kufanya, anatamani asifiwe, lakini mwisho wa siku wewe unataka, lakini wakati unakukataa. Kwa hiyo kwa Bakari Nondo Mwamnyeto, if wata opti kubaki naye, wanatakiwa kubaki naye kwa ajili ya kutoa support kwa wale ambao watakuwepo, kwa sababu nakumbuka hata Azam waliwahi kufanya hivyo kwa Agrey Morris. Okay. Kama unakumbuka vizuri. Sahihi. Waliwahi kufanya hivyo, wakabaki naye, mwisho wa siku wakamtoa mpaka kwenye kucheza, akawa kama kocha, akawa kwenye benchi la ufundi pale anaelekeza na nini, mpaka walivyoamua kumuachia kwenda kwenye kuna vitu aliviacha kwa hao wachezaji. Na sasa hivi ukienda kuzungumza na akina Lusajo Mwikenda wakati wanaibukia, akina Pascal Gaudence Msindo, watakwambia mengi kuhusiana na Agrey Morris, wakati ambao yeye alikuwa anamalizia career yake ya uchezaji mpaka anaenda pale kwenye benchi la ufundi. Kwa hiyo Mwamnyeto wanaweza wakamtumia hivyo kulingana na mafanikio aliyokuwa nayo, lakini pia yeye ni mzawa, ameonyesha uzalendo zaidi, sio tu kwa klabu na hata timu ya taifa. Nidhamu anayo, kariba ya uongozi anayo, lakini pia ni mtu ambaye anaweza kuwaongoza wenzie. Ujue sio kila mtu anaweza kuwa kiongozi. Yaani ndo maana huwa tunaona chaguzi za manahodha kwenye timu zinashangaza, lakini ukija kwenye uhalisia na wai wanachagua, sio kila mtu anaweza kuwa kiongozi. Unaweza ukafikiria kwamba huyu anayefanya vizuri ndo nimpe uongozi, lakini kumbe yeye hana kipawa cha kuongoza. Anapenda kuongozwa na kupewa maelekezo afu yeye afanye. Kwa hiyo ni ngumu sana Mwamnyeto haya yote aliyoyabeba mazuri na mabaya akiwa nahodha, lakini bado ame-maintain. Okay. Sio kila mtu anaweza akafanya hicho kitu. Nakumbuka aliulizwa kwenye lile tukio la mechi ya Dodoma, akasema kwamba mimi nimeshapitia mengi sana na ninajua the way naweza kuyaendo hayo na nikayapuuzia, nikaendelea na maisha yangu mengine. Kwa hiyo hayampi shida kwa sababu ameshayapitia, lakini pia ameshajua nini natakiwa kufanya na kwa wakati gani. Kwa hiyo kama utabaki naye sawa, lakini sio kwa kumpa pressure tena kwamba tunaenda kushiriki ligi ya mabingwa. Mwamnyeto ndo center back wetu. Inawezekana akapewa nafasi kweli ya kucheza, lakini ninachomaanisha mimi sio kumpa majukumu ama pressure ya moja kwa moja kwamba wewe Mwamnyeto sasa ndo utamzuia mshambuliaji hatari. Okay. Unaangalia baadhi ya mechi, labda wanaweza wakawa wanamchagulia baadhi ya mechi wanampa ambazo hazina pressure. Sio kwamba hawezi kucheza, anaweza, lakini inawezekana makosa yatakuwa mengi zaidi kuliko ubora. Sababu ni nini? Ni wakati. Yaani wakati tulionao ama aliopo, ni wakati ambao unahitaji pressure sana. Ndio unaofanya hayo yote yatokee. Yaani maana yake wakati aliopo ndio unayofanya hayo yatokee. Lakini usingekuwa wakati, Mwamnyeto ni miongoni mwa mabeki wazuri sana ambao hata AFCON 2027 bado tunatarajia hawe muhimili. Okay. Yaani inawezekana Yanga kwenye malengo yao ikawa imefika tamati, lakini mimi naamini AFCON atakuwepo na atafanya vizuri kwa sababu ni ngumu sana kuwapata mabeki. Tazama kizazi cha akina Kelvin Yondan kilivyopita, akina nani walikuja. Ulipita muda katikati hapo, yani kama empty, kama hamna chochote. Hamna wengine waliotokea kabla ya kuja kutokea hawa akina Mwamnyeto na Dickson Job. Akina Baka. Kizazi cha akina Erasto Nyoni, akina Kelvin Yondani. Tazama kilivyopita, waliofuata ni akina nani. Walikuja kupita akina Yusuf Mlipiri wakashindwa. Alikuwepo marehemu Ali Mton Sonso, lakini walipita mle lakini mambo yakawa tofauti. Gap likawepo, likatenganishwa, yani kama daraja fulani, mpaka wanakuja kupatikana hawa akina Job na Mwamnyeto, ndo kama hawa wameanza kuzungumziwa hivi. Huku nyuma hatuoni wengine, tunawaona kwenye timu zingine, lakini hatujapata ile partnership. Kwa hiyo ni wakati mzuri wa Yanga kukaa na kutafakari kwamba timu yetu tunaihitaji kwenye mazingira gani. Sio tu tunamuacha Mwamnyeto alafu unamleta mwingine anakuja kuwa mbaya zaidi ya Mwamnyeto hadi unaanza kumtamani ama kuwatamanisha. Mashabiki ndio wanaotamani, ndio wanaokumbuka kwamba huyu bora Mwamnyeto huyu. Bora hata angemvuta hapa ikawa kadi, lakini ingekuwa hivyo.
Sawa. Nimeona pia na Shwaboy kwamba anaweza kumuongezea mkataba kwa ajili ya masuala kama hayo, kupata kuiunganisha timu kwenye bench, kupata uzoefu kwenye bench, au mwingine akaendelea. Na huo uzoefu wake yeye hautoi kwa kucheza. Yaani mchango wake sasa kuna mchango wake unatumika kwenye kuzungumza. Kuna wakati tutaona sasa Yanga wana wachezaji wengi. Yaani hawana kikosi kipana ila wana wachezaji wengi. Maana ukiwa na wachezaji ambao wengi ni kutoa maelekezo, wakati mwingine naweza ikakosti pia. Sasa kwenye kutoa maelekezo wapo wangapi wanaotoa maelekezo, na ni lini ambapo imetangazwa kwamba mchezaji fulani atakuwa ni wa kutoa maelekezo? Yaani kwa namna ambavyo wamezungumza kama anahitaji uzoefu, kama ilivyokuwa kwa Mkude, hakuna kijiji ambacho alisajiliwa Yanga ili kutuliza, lakini mwisho wa siku alikuwa apewe nafasi ya kucheza. Hata akina Faridi wapate nafasi ya kucheza. Shwaboy amemaliza msimu, hajapata game nyingi za kucheza. Mimi ninachoamini kwamba hakuna kijiji kinachokosa wazee, na faida ya hao wazee nategemea wanafanya nini, ni kwa ajili ya kutoa ushauri. Sio ushauri, yani sio kila wakati ni ushauri. Wakati mwingine ni kushare mawazo, kwa sababu mawazo unayokuwa nayo wewe ambaye ni upcoming generation ni tofauti. Inawezekana unayo mawazo mazuri lakini hujui uyatumieje ili yaweze kuwa better. Unahitaji mtu ambaye yeye alishawahi kuprove hicho ambacho unakifikiria wewe kwa wakati huo, au ana maono ya mbele kwamba unaweza ukakifanyaje. Kwa hiyo wakati mwingine ndio maana tunauzungumzia huo uzoefu. Kwa mfano Chelsea ameshindwa kufanya vizuri sana. Shida kubwa wakati mpaka kocha anasajiliwa pale Alonso, shida kubwa ni wachezaji, ni wachanga. Yani hakuna hata yule ambaye unaweza ukasema huyu ndo anaweza akawavusha akawabeba. Yani wote wapo kwenye umri ambao unaelekeana. Sasa wanafanya vile ambavyo wao wanaona, lakini maono hakuna. Ndio maana mwisho wa siku mambo yanakuja kuwa mabaya. Hilo la sijui tunabaki na wakushauri na nini, sidhani kama liliwahi kutokea. Mara nyingi ninachojua mimi ni kwamba kwenye timu lazima watakuwepo ma legend ambao kazi yao kubwa sio pressure. Yani wao hawana pressure kwamba sisi tuna labda naaminiwa na nini. Ikitokea akaaminiwa ni sawa, lakini yeye anakuwa pale kama kioo cha wenzake. Na Yanga sidhani kama wana wachezaji wengi ambao labda wapo kwa ajili ya hicho kitengo. Shwaboy wanaweza wakaamua kumbakiza, lakini hata kama wanambakiza bado kuna wachezaji wengine ambao wana experience kama ya kwake au ya kuelekeana kama ya kwake, kwa sababu hata hawa kina Mudathiri bado ni wachezaji ambao kwa muda ambao wamecheza huwezi ukasema ni mchezaji mchanga. Kwa hiyo vipi wao na yeye anaweza kutumika kwa sababu kidogo ana uzoefu wa ligi yetu ya Tanzania. Lakini hatuwezi kusema kwamba huyu mchezaji atumike kwamba yeye ndo atakuwa sijui anawashauri sijui mfanye hivi na hivi. Ikitokea akapata hiyo nafasi ni sawa, kama alivyoipata Shwaboy kwa ajili ya kuwaunganisha kwenye lile tukio la Pacome. Sawa. Ikitokea akaipata hiyo nafasi ni sawa, lakini kama ni the whole team, maana yake kwenye training wanaenda wote kutrain. Kwenye matarajio ya timu, kama siku hiyo yupo kwenye mipango ya kocha utamuona yuko bench. Kama yupo kwenye mipango ya kocha utamuona yuko jukwani anatazama mchezo. Kwa hiyo naamini kwamba mnapokuwa as a team hakuna cha umri wala nini, mnaheshimiana pale mnapofanya, lakini kwenye kuisaidia timu naamini kwamba nyote mnafanya the same, mnapambana sasa. Na kila mtu anapewa majukumu kulingana na namna ambavyo mwalimu anahitaji. Kwa hiyo nafikiri hiyo wala hata haileti shida yoyote, kwa sababu na pale awali maana nikakwambia kwamba issue ya kusajili hususan hao wachezaji wa kizawa, iwe Simba iwe Yanga iwe timu gani, hata wakiamua sasa hivi wasisajili bado wachezaji wa kizawa wapo wengi. Yani Yanga hata wakisema wasiongeze mzawa wabaki na wale walionao, bado watu wataendelea kusema ni wengi, kwa sababu kuna wachezaji pale hawapati nafasi lakini ni wazawa wapo kwenye timu. Faridi Musa wacheze kina Bwana Shomari hawapati nafasi. Ndio maana wanasema wakati mwingine kutaka kuwa nyani usimwangalie usoni. Inawezekana akawa wengi wazawa, ila pale timu inapozidiwa mzigo tunaanza kulaumiana kwenye bench. Wapo akina Faridi. Akiingia hana game time ya kucheza. Uzuri hakuna limitation. Uzuri hakuna limitation. Ndio maana nikasema kwenye
wakati wa kuua nyani lazima usimwangalie. Kwa hiyo kama unataka kufanya reshuffle uko sahihi. Kama Simba wanavyofanya huko uko sahihi. Unachotakiwa pia kukielewa, nishati mpya. Unachotakiwa kukielewa hapo ni kwamba baadaye, yani baada ya hilo tukio unalotaka kulifanya, matokeo yake yatakuwa ni yapi? Either ni asi au ni chanya. Unaweza ukayajutia maamuzi yako au unaweza ukayafurahia. Unatakiwa ukumbuke hivyo vitu viwili. Simba wanafanya vile si kwa bahati mbaya. Maana yake wameshaangalia kwamba baada ya hiki tunachokifanya kuna kingine kinakuja. Kwa sababu walikuwepo wengi lakini kwa sasa hawapo. Na kwenye mpira hivyo, hakuna mchezaji ambaye anaweza akadumu kwenye timu moja. Hata akidumu kwa muda mrefu, itafika muda atastafia pale pale. Kina Boko tumewashuhudia pale pale, career yao ikiishia pale pale. Sasa timu wenyewe ndo wanakaa na uongozi na wale ambao wanahusika na usajili kwamba sisi ripoti yetu inasema hivi. Hawa wote tunatakiwa kuwapitisha panga. Sasa kabla ya hilo panga, tunafanya nini kwenye hayo maeneo ambao tumewatoa hawa? Maana yake hawajamwacha Mzamiru kwa bahati mbaya, na ndio maana walimtengenezea mazingira ya kumtoa kwanza kwa mkopo. Hawajamwacha Shamu kwa bahati mbaya, lakini pia hawajamwacha Edwin Barua kwa bahati mbaya, hawajamwacha Lada Kichesambi kwa bahati mbaya. Wanaamini kwamba kwenye malengo yao ambayo yanakuja hawa hawawezi kuwepo, maana wamewaacha. Kwa hiyo tuna wengine ambao tunakwenda kuanza nao. Either ni nishati mpya au ni wazee lakini wanatokea sehemu nyingine lakini sio hawa waliokuwepo. Kwa hiyo ndio maana huwa tunaona hata kwenye kusajili hakuna limitation ya umri. Inawezekana na 30 utamuona akisajiliwa, inawezekana na 27, 26 kijana kama hawa ambao nilikuwa nakwambia kwamba hawa wanasajiliwa pengine kwa ajili ya baadaye pia atasajiliwa. Utawaona kwenye timu. Inawezekana akasajiliwa mchezaji ukajiuliza sasa huyu si bora wangebaki na Chasambi. Lakini wao kwenye ile ripoti yao na vision ya baadaye, Chasambi hayupo, tunahitaji kumweka mtu mwingine. Kwa hiyo ya kuwa na idadi kubwa ya wachezaji wasiwe na msaada huwa ipo na huwa tunaiona pale ambapo timu haifanyi vizuri. Ndio wao wanasema sijui kuna hawa wengi lakini hawana msaada. Lakini wakati ambao timu inafanya haya maboresho, labda inatoa hawa na inaingiza, sisi tunatakiwa kuwa watazamaji zaidi na watu wa kutathmini, kwa sababu tunakuja hapa kuzungumza tunazungumza kile kilichopo kwa timu ambacho kinaweza kikawa, lakini pia tunazungumza kile alichonacho mchezaji na ambacho anaweza akakitoa. Haimaanishi kila tunachokiongea kitakwenda kutokea. Kuna muda tunaweza tukakiongea labda ni mzuri lakini ligi ikamkataa, mfumo ukamkataa, au akapata nafasi akaishia kuwa mbovu tofauti na vile ambavyo ilikuwa inatarajiwa. Kwa hiyo kupitisha panga sio shida. Shida unaowaleta watafanya nini na kile unachokihitaji. Inawezekana ukawaleta kweli ukawaleta wakawa wabaya zaidi kuliko hata wale waliokuwepo, lakini dirisha kubwa dirisha dogo lipo kwa ajili ya kuboresha, na sidhani kama inawezekana likapita bila kushuhudia maboresho wala kuongeza. Lazima hicho kitu kitokee bana. Sawa, mambo yako namna hiyo. Kwa Young Africans, kwa Simba pia anatajwa